aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Haiwezekani usipoonekana mwezi siku ya Jumamosi kupambaukia Jumapili kwa Islam. Kila mara tunakumbushana kwa sababu tusirudie kosa. Na mtu hukosea kisha akajifunza kutoka kwenye kosa na akarudi akarekebisha lile kosa. Mara nyingi tukiwa tumetakiwa katika sheria tuwe ni watu wa kujilazimisha na mahali tulipo, na tuwe ni watu ambao tunafuatilia habari ya ibada, nyakati za ibada. Muislamu amewekewa nyakati katika ibada. Swala tumeambiwa inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Huwezi ukaswali ikiwa wakati wa swala haujafika, wala huwezi kuswali ikiwa wakati wa swala kwako haujafika, lakini kwa mwenzako umefika na anaswali na unamuona katika sehemu labda mbali na wewe, katika mitandao, katika TV, utaona hapa wako wanaswali ya dhuhuri, lakini mimi bado sijaswali ya dhuhuri, niko saa 5, saa 5:30, saa 6, wenzangu washaswali. Huwezi kwenda kufunga swala useme mimi na swali kwa sababu ya kutafuta umoja, kwa sababu wenzangu wameswali ya dhuhuri. Haya mambo yamewekewa wakati, na wakati mtu huangalia pale alipo. Vile vile katika masala ya mwezi wa Ramadhani na masala ya Eid tumewekewa vile vile nyakati za mtu kuweza asitofautiane na wenzake. Watu kutofautiana kutoka sehemu mbalimbali haitaleta athari mbaya kuliko kutofautiana ndani ya nchi moja ama ndani ya mji mmoja. Ile huwa athari yake inaleta athari mbaya. Lakini kusikia nchi fulani haikufanya, nchi fulani haijafunga, bado ina afadhali, kwa sababu ni watu ambao mko tofauti, mko katika mamlaka tofauti na katika nchi tofauti na mambo tofauti na nidhamu tofauti. Jambo ambalo nataka kutanabaisha fupi la mwisho ni kwamba sisi alhamdulillah tuliangalia mwezi siku ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani. Tukaingia katika mwezi wa Ramadhani baada ya kukosa mwezi siku ya 29, tukawa ni wenye kukamilisha, tukaona mwezi tukafunga. Ndugu zetu wakatutangulia kwa sababu na walikuwa wazi, walituambia kwamba sisi tutafunga kwa sababu mwezi umeonekana Saudia, umeonekana Qatar, umeonekana wapi. Walifunga kwa sababu ya kufuata mwezi wa nchi nyingine. Hawakuwa na makosa kwa hili, yani kwa kusema wazi, kwa sababu hawajasema tumeona mwezi Kenya. Sasa tukajua kwamba haya yalikuwa ni maoni ya upande mwingine na wakaendelea kufunga. Lakini jambo ambalo tofaa kujifunza kupitia jambo hilo ni tukio la jana na tukio la juzi tarehe 29 mwezi wa Machi. Ulimwenguni kulitangazwa kwamba kutakuwa na jua kushikwa tarehe 29 Machi Jumamosi. Na ikatajwa kwamba sehemu nyingi itakayoathirika ni sehemu za Middle East, mfano nchi za Kiarabu nyingi zitaathirika na tukio hili la kushikwa jua. Hata kama pengine nchi fulani haitaonekana kule kushikwa jua, lakini italeta tofauti katika masala ya muandamo wa mwezi. Na ndiyo maana nchi kama Misri ambayo mara nyingi na wako karibu sana na Saudia, mara nyingi hawatofautiani na Saudia katika muandamo na katika kufunga na kufungua. Lakini hivi mara hii jana hawakuweza kuswali Idi kwa sababu walitangaza rasmi, wakasema hili jambo kisayansi na kielimu haliwezekani. Haiwezekani jana kuonekana juzi kuonekana mwezi siku ya Jumamosi kupambaukia Jumapili. Moja katika sababu inayosababisha mwezi usionekane Jumamosi jioni, wamesema ni kwamba tukio hili la kushikwa jua siku ya Jumamosi litasababisha mwezi siku hiyo kutoonekana hata kwa kutumia ala za kuonea. Na ndio maana utaona nchi kama Misri na zinginezo za Kiarabu kama Kuwait na zinginezo
mara hii hawakuswali Idi pamoja na ndugu zetu waliokusudia. Idi yao ni leo Jumatatu. Hili latupa mafunzo kwamba watu wanapoona jambo haliwezekani kielimu na kisayansi, wanaamua kulikubali na kufuata usawa. Ndio maana wasiwafuata wenzao katika siku ya Idi jana. Na sisi hali kadhalika, mbali na kwamba sisi tulikuwa tumeona kwa 30 ilikuwa lazima, yani mara nyingi mwezi ukianza kwa 30 huwa umalizika kwa 29. Ndio maana sisi jana 29 tukamaliza, leo tukaswali Idi. Na jambo la kushangaza, jana ilikuwa ni mwezi 29 kulingana na sisi tuliona mwezi, na kwa ndugu zetu walioswali Idi jana ilikuwa wao ni 30 jana, tarehe 30, yani kihesabu ya mwezi. Huwaje mwezi wa 30 utafutwe na sehemu nyingi za Kenya usionekane mwezi? Mwezi wa jana si sehemu zote za Kenya kuonekana, hata sehemu ambazo hakuna mawingu haikuweza kuona sehemu nyingi. Ni baadhi ya sehemu tu za Kenya ama kwingine Tanzania ndio waliwahi kuona, kumaanisha ule mwezi wa jana ni mdogo sana. Hauwezi kuwa jana ni tarehe 30 wa kuweza kuonekana mwezi na mtu yoyote ama watu wote. Hili tofauti jifunze kupitia kosa kama hilo. Kwa hiyo inaelekea kwa kosa, kwa sababu mwezi wa jana kama ni wa 30 haungehitaji kutafutwa. Mwezi wa 30 hautafutwi. Jambo la mwisho ni kwamba nataka kusema tuwe watu wa kupeleleza na kufuatilia. Nenda kwenye smartphone yako, kila mmoja na smartphone. Nenda ukadownload kalenda inayoitwa Taqwim Qura, kalenda ya Qura au Qura kalenda. Mwanzo wa Ramadhani iliyopita washasema ilikuwa wataanza tarehe ngapi, na ilianzwa vile vile, kalenda inasema hivyo na watu walianza hivyo hivyo. Idi ya jana kalenda ishasema kwamba Idi ni Jumapili, ndio Shawwal mosi ambao ni jana kulingana na ndugu zetu. Ndio maana hata kulipotokea tukio hili la kushikwa jua, wao hawakuweza kukhalifu kalenda yao, wakaswali Idi Jumapili kwa sababu kalenda yasema jana ndio tarehe mosi kwao. Na kama unataka kuhakikisha zaidi, twende pamoja. Siku ya Arafa, Idi ya Arafa itakuja tarehe 6 mwezi wa 6, Juni tarehe 6 ndio itakuwa ni Idi. Kumaanisha Arafa ni tarehe 5 Juni na tarehe 6 ndio itakuwa siku ya Idi. Ile kalenda yasema hivyo. Kisha fuatilia uone, je, Idi kweli kulingana na ndugu zetu waliokusudia itakuja tarehe hiyo, tarehe 6 mwezi wa 6. Utakapolijua hilo na ukalihakikisha limekuwa, basi ufahamu kwamba ndugu zetu tegemeo lao kubwa ni hiyo kalenda ya Qura, kwa sababu ni kama imesetiwa kwa hisabu ya uwezekano wa kuona mwezi, yani kuna hisabu fulani imetegemea pale. Sasa lakini hisabu za kimahesabu ya mwezi si za hakika, lazima kuna mara itakhalifu. Kama mara hii ilipotokea masala ya kushikwa jua, hisabu lazima ikhalifu, mwezi ushindikane kuonekana. Kwa hiyo ndugu zangu, bali naweza nikakwambia Idul Fitri ya miaka 5 ijayo, kama tutakuwa hai, mark kwenye ile kalenda utapata tarehe ni hiyo hiyo. Sasa suala ni kwamba lini tarehe ya kufuata mwezi ukawa ni wa hakika? Lini mwezi wa kufuata hisabu ya kufuata mwezi ukawa miaka 10 unaweza kukadiria na ikatokea hivyo hivyo, wakati kuna 29 na 30. Na watu wanaojua hisabu mara nyingi wanatuambia haiwezekani kuanza 29 kumalizia 29. Kwa hiyo kwa imani wa Islam, sizungumzi mimi pia kupigilia debe ama kushambulia watu. Nazungumza tujaribu kuwa na yakini katika masala ya ibada, kwa sababu ukikosea kufunga siku ya Ramadhani utakuwa wewe unafunga siku si Ramadhani, na ukitoka kwenye Ramadhani bila hisabu ya hakika utatoka kwenye Ramadhani ukadai ni Idi ukala, na kumbe unadaiwa Ramadhani kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ninachokusudia ni hicho, kwamba tusiingie kwenye makosa ya kudaiwa na Mola kwa sababu ya kutohakikisha mambo na kutohakikisha mambo yanavyotakiwa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa kullu aam wa antum bi khair wa aidukum mubarak.